Naam, ilikuwa miezi, ikaja wiki, ikaja siku, yakaja masaa, lakini kabla ya kufika siku hii ya leo zimeshapangwa karibu tarehe 2 za kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo tunazungumzia Machi 8, lakini pia tunazungumzia Juni 15 ambayo ilitangazwa, ambayo hiyo nayo ikahairishwa ikaja ikapangwa hii leo kwa maana ya Juni 25, ambapo unatarajiwa kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo baada ya kuahirishwa mara 2 mfululizo. Hii leo hapa ni katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo mchezo unaenda kuchezwa majira ya saa 11 za jioni. Hali ilivyo mpaka sasa, tayari shamra zimekuwa ni nyingi kweli kweli kuelekea kwenye mchezo huu kwa ujumla wake, na kama ambavyo unaona, kitu cha kipekee ambacho nimekiona wakati huu ni ulinzi ambao umekuwa ukiimarishwa zaidi. Ni pengine unaweza ukasema ni tofauti na mechi zingine zozote za dabi ya Kariakoo ambayo tayari imeshakuja kutokeza, lakini kuelekea kwenye mchezo huu kitu ambacho ameenda kukiimarisha zaidi ni ulinzi, ambao ndio kitu ambacho wameenda kukifanya kikubwa, lakini mpaka sasa ndio kitu ambacho tunakuja kukiona hapa, ikiwa bado mashabiki hawajajitokeza kwa hali kubwa hapa katika uwanja huu, lakini zile shamra ambazo tumezoea kuziona kwenye michezo dabi ya Kariakoo ndio ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi. Kama ambavyo unajua, wafanya biashara, mashabiki, wakata tiketi, wote wapo, lakini kiwango cha kujitokeza kwa mashabiki wengi bado hatujakiona kwa ile hali ambayo tumeshaizoea, lakini kusema ukweli, shamra ziko kwa wingi ambazo mpaka sasa hivi ambazo zinaashiria kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo upo, na kikubwa tu ambacho naweza kukisema, mashabiki wa Young Africans ndio ambao wamejitokeza wengi, licha mashabiki wa Simba wapo, lakini sio kwa ile hali kubwa ambayo tumezoea kuiona, ambapo kwenye michezo hii ya dabi ya Kariakoo timu ambazo zinakuwa zikicheza kwa maana ya Simba na Yanga, mashabiki wanakuwa kwenye mlinganyo, yani kwenye ule ukinzani ambao uko sawa, kwa maana ya kwamba lazima ukute kiwango kikubwa cha mashabiki wa Young Africans, lakini kiwango kikubwa cha mashabiki wa Simba Sports Club. Lakini hii leo mashabiki wengi ambao tuko hapa ni mashabiki wa Young Africans. Sisemi kwamba mashabiki wa Simba hawapo, lakini wapo nao wamejitokeza, lakini sio kwa kiasi kikubwa, lakini pengine ni kutokana na taarifa ambayo Simba hawajaitoa, wakiishi na taarifa ile ambayo walikuwa nayo mwanzo kwamba mchezo wao bado watashikilia kwenye mchezo wa Juni 15 ambao ulikuwa umetolewa taarifa kabla ya taarifa hii ya Juni 25 hii leo, lakini mpaka sasa hivi bado. Lakini kuna taarifa ambayo waliitoa hapa muda mchache, ni kwamba wametoa shukrani za dhati kwa mashabiki kwenye msimu wa 2024-2025. Hii inakuwa ni kauli ambayo kidogo inakuwa na mchecheto, kwani ukiwa unaweza ukafikiria vibaya, pengine unaweza kusema ligi imeisha ndio maana Simba Sports Club anatoa shukrani hizi, ingawa bado kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao bado haujachezwa. Kidogo inaleta taswira tofauti kwenye 1 na 2 kwa ujumla wake, lakini ukweli ni kwamba bado mchezo wa dabi ya Kariakoo upo na hamna taarifa yoyote ya kwamba Simba hawatafika. Kitu ambacho tunakifahamu mpaka sasa hivi, dabi ya Kariakoo ipo, na kama ambavyo unaona hali ya hewa jinsi ilivyo, si jua kali sana, pengine labda ni kwa vile bado ni majira ya asubuhi, pengine tusubiri mpaka hapo baadaye hali ya hewa itabadilika kwa kiasi gani. Kama tunakumbuka jana mida saa 11 kulikuwa kuna kimvua fulani ambacho kilikuwa kinanyesha mpaka mida ya usiku hivi kwenye maeneo tofauti hapa jijini Dar es Salaam, lakini hapa mpaka sasa hivi hakuna hiyo hali ya hewa, lakini kitu kilichopo ni jua ambalo linawaka wakati huu, lakini sio kali sana. Pengine tutasubiri mpaka hapo baadaye hali itakuwaje, lakini wakati huu mambo yako shwari hapa, na kitu ambacho kimezingatiwa ni ulinzi mkali hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Endelea kufuatilia Kajenjere TV kuendelea kuyapata taarifa kemkem ambazo zitakuwa zikitoka hapa kuelekea kwenye mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ambayo unapigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Jina langu ni Ramadhani Amin, nyuma ya kamera yupo Edison Ruikiza.